Njia za kuzuia mimba. Mwongozo kuhusu elimu ya uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango ni njia za kuzuia kupata ujauzito kipindi ambacho hutaji kupata mtoto. Inakusaidia kupanga familia yako ili uweze kusubiri hadi utakapokuwa tayari kupata mtoto. Kupanga kupata ujauzito ni muhimu kwani ni salama kwako na kwa watoto wako. Inasaidia kuzuia watoto wako kuzaliwa kabla ya muda, wadogo sana au ikiwezekana hata kufa. Watu wengi wana wasiwasi kuhusu njia za uzazi wa mpango, lakini ni salama sana. Ni salama kuliko kupata mimba mapema sana. Kuna njia nyingi za uzazi wa mpango ambazo zinaweza kutumika kwa kupanga uzazi. Hizi njia zote zinaweza kubadilishwa isipokuwa kuondolewa kizazi. Njia za kizuizi ni pamoja na kondomu za kiume, kondomu za kike na diaphragm inayotumiwa na dawa za kuua manii, spermicidal. Kondomu ndiyo njia pekee inayokusaidia kukukinga dhidi ya VVU na magonjwa mengine ya zinaa iwapo zitatumika kwa usahihi. Pia kuna njia za muda mrefu zinazoweza kubadilishwa ambazo ni pamoja na IUD, kifaa kinachoingizwa ndani kwenye mji wa mimba. Vipandikizi ambavyo huingizwa kwenye mkono. Sindano zinazotolewa chini au mguu. Njia hizi ni bora katika kuzuia mimba kuliko njia nyingine. Zinaweza kudumu kati ya miezi 3 kwa sindano na hadi miaka 10 kwa IUD. Unaweza pia kumeza kidonge cha uzazi wa mpango kila siku ambacho kitakusaidia kukuzuia kupata ujauzito. Homoni hizi pia zinaweza kuwekwa kwenye kifaa maalumu unatakachovaa mkononi au kuwekwa ukeni. Njia hizi zote ni nzuri sana na salama. Mbinu ya kufahamu siku za hatari: kufuatilia mzunguko wa hedhi, joto la mwili na ute unaotoka kwenye shingo ya kizazi ili kuonyesha siku ambazo kuna uwezekano mdogo wa kupata mimba. Lakini hii siyo salama sana katika kuzuia ujauzito kama njia nyinginezo na siyo ya kutegemewa sana. Kufunga kizazi ni njia pekee ambayo hudumu milele, inahitaji operesheni ndogo. Inajulikana kama vasektomi kwa mwanaume na kufunga kizazi kwa mwanamke. Kufunga kizazi kunapaswa kuchaguliwa tu ikiwa una uhakika kuwa hutaki watoto wengine zaidi. Inapopatikana, uzazi wa mpango wa dharura baada ya ngono pia inawezekana. Hii inahitaji unywe dawa maalum au uwe na IUD ya shaba uweke kitanzi ndani ya siku zisizozidi 5 baada ya kujamiana. Uzazi wa mpango wa dharura haupatikani kila mahali. Baadhi ya njia za uzazi wa mpango zinaweza kuwa na athari zisizohitajika. Kwa kawaida ni ndogo tu na hudumu kwa muda mfupi tu. Hata hivyo, mbinu fulani hutoa manufaa ya ziada. Kwa mfano, baadhi zinaweza kusaidia kwa damu nyingi za hedhi au yenye uchungu. Muulize mhudumu wako wa afya kuhusu mbinu zinazopatikana na lini na jinsi gani unaweza kuzipata.